Bwana mtazamaji wa S500 TV, tupo na Justin Kesi, mchambuzi wa kandanda hapa Tanzania, mchambuzi wa soka na majina mengi, gozi la ng'ombe, kipute, kipenga, vyote ni miongoni mwa tafsiri ya mchezo wa mpira wa miguu. Bwana brother Justin, habari yako? Shwari kabisa Baraka, uko poa? Karibu sana S500 TV. Masaki yale hewa nzuri of course. Kiona kama jua kali lakini upepo unapiga kidogo, kiwingu kwa mbali, safi kabisa. Mchambuzi pekee unachambua ukiwa Masaki. Kiamu, kwanza radio ya pekee ambayo ipo sehemu nalipo kodi bei mbaya sana. Ukiachana tu na kodi za serikali, lakini kodi ya pango. Masaki sio Masiara 92.5. Lakini online media zinakuja Masaki kunihoji, level yake ni mbali sana. Bwana brother Justin, mtaani unazungumzwa Chobwedo. Ni aina ya mchezaji ambao wengine wanasema kwamba kachelewa, umri ushaenda, age go. Wengine wanasema ni type ya anafaa sasa kwenda kucheza timu kubwa. Wengine wanasema kwamba timu kubwa akienda atakaa benchi. Wengine wanasema kwamba hata kiendo kati timu kubwa hawezi kupeleka timu kwenye level ambayo watu wengi wanategemea. Yaani wakina Chobwedo kwenye timu kubwa wako wengi sana. Kwa hiyo tafsiri ya kumuona mchezaji aina Chobwedo, nini ambacho kinakuja kwenye akili yako? Mimi binafsi nikiona vile, of course ni potential, kwa maana ya talent alionayo, lakini kuna changamoto kidogo ya umri. Changamoto ya umri. Yaani upo kwenye umri ambao sio mkubwa sana kwa ligi zetu za Afrika, kwa soka letu la Afrika, ni umri mzuri. Ila sasa unahitaji mtu kama yeye akupe matokeo chanya kwenye level ya ngazi ambayo yani ukamtem kamla, kwa sababu Afrika kuna level. Mfano Chobwedo hapa kwenye nchi yetu hapa ndani unaweza kumweka daraja la B+. B+ kwa maana ya kwamba yupo kwenye timu za madaraja ya kati, lakini ana deliver kama vile mchezaji wa madaraja ya juu. Kwa maana yake akiwa na muendelezo huu, Ainsei huko nyuma hajafanya, no. Nachotaka mimi, unaona umoto aliowasha sasa hivi, akiufanya kwa miaka 2 au 1.5 mitatu, maana yake unamweka A, sio A+. Yo A ndio hao ambao nimewataja hapa, mfano Akaminko, hiyo ni A, Mwaikenda A, Kibabage, Dennis Sinkane hapana, B. Alifika B+, lakini amedrop, sasa hivi yuko B. B+ ndo huyo Chobwedo, B+. Chobwedo kulikuwa na yule alikuwa Tabora United hapana, B+. B+. Okelo A. Celestine kuwa B+. Na Chobwedo. Yaani akideliver muendelezo kwenye ligi yetu. Ainsei hajaja nayo. Unaweza ukawa ulikuja na A+. Lakini kama haituoneshi kina Dumbia wale. Kwa msimu wa kwanza wa Ziziki alikuwa ni A. Msimu wa pili ndo akawa A+. A+ na ikawa na muendelezo. Pakome wote hao. Washakuelewa. Ukaja A+ afu ukakuweka A ili utuoneshe. Kwa Okelo tunamweka A kwa sababu hatuwezi, ana mechi zake 13 12 hapo. Akiwa na muendelezo, akikaa kwenye mfumo tunamweka kwenye A+ kama hivyo. Mfano kama Max alikuja B+. Kajiweka A, kaenda A+. Umeelewa? Kwa unaweza upgrade. Nani? Depo amekuja A+ na sasa bado ni A+. Sasa amekuja na deliver direct moja kwa moja. Buba kaja B+. Bado yuko pale B+. Level kana Chobwedo. Sasa uwezi kumfananisha na Chobwedo. B+. Chobwedo hajaanzia B+, ana improve. Katoka C+, B+, anakuja. Kwa kuna wale wanaotoka chini wanapanda, na kuna wale ambao wamekuwa na consistency. Mbona mfano Mudathir, yeye ni A. Yaani amengangania hapo kwenye A.
Ukimsema sana anakupa A+ anarudi A. Kama sasa hivi anakupeni A+, ile quality ile ni ya A+. Midfield ambaye si mambo mengi, ana goli 7, umeelewa, assist 2, performance ya hali ya juu, anakupa A+. Performance ni A+, lakini klasi yake ni A. Yes. Sasa watakuwa washakuelewa watazamaji. Chobwedo? So Chobwedo ana B+, akiwa na muendelezo anastahili kukaa kwenye A kwa muda mrefu. Nikimweka A+ maana yake nampeleka kuwa A ya Afrika au B+ ya Afrika. Kwa siwezi kumweka huko kwanza, huko ni madaraja ya mbali sana. Unaona Faisal ya Afrika ni B+. Hajafika A wala hajaenda A+. Ila kwa Tanzania ni A+. Ni A+ Faisal. Sasa si level ya juu kabisa hiyo ya mwisho. Yeah. Unaona akitua Young Africans Chobwedo, unafikiri anaweza kaenda kuichallenge timu ama ni aina ya wachezaji kama wakina Crispin Ngushi, Dennis Nkane, Falidi Musa Maliki ambao walifika pale wakatulia? Hatujafundishwa tuwanyime watu nafasi ya kuwaamini kwa sababu ya baadhi ya wengine ambao walikosea. Hiyo ni dhambi na jambo ambalo halipendezi katika umma wala taasisi yoyote. Waliofeli baada ya kuwa na matarajio makubwa, wanaonyesha makubwa, kweli wameangusha kuonekana Tanzania tuna hiyo changamoto. Lakini hatuwezi kusema kwamba Chobwedo atashindwa kwa sababu wenzake walifanyaje, walishindwa. Akienda Yanga akafanye kazi kubwa kwa sababu wapo watu wengi sana pale wenye uwezo. Akienda Simba akafanye kazi kwa sababu unaona kuna Libase Gay ya Ura, umemtaja hapo Nio Maema, lakini yupo Luemba. Kuna viungo washambuliaji wengi sana eneo hilo, Cletus Chota Chama na wengineo, si ndio? So kuna maeneo ambayo mimi binafsi najua akienda ataweza kuchallenge kwa haraka, labda Azam. Akienda Azam ana challenge kwa haraka, ni rahisi kwenda kuanza winga yeye, winga Nado, namba 10 Faisal. Wow. Yes. Huko ni kwa ukimwakienda Young Africans Chobwedo tufanya anaenda kuanzia kwanza bench, angalie timu inacheza. Atakaa bench kwanza. Pacome alikaa bench, Aucho alikaa bench, Aziz Ki alianzia nje akawa anaanza Faisal. Au umesahau? Umesahau? Ninakumbuka. Kwa sababu hata mechi ambayo ya Club African nimekuwa nikirudia hilo, aliingia sabu na kwenda kufunga goli ambalo wapeleka Yanga kwa klabu bingwa, kombe la shirikisho hatua ya makundi kama unakumbuka. Yes, Faisal alianza. Kwa ataanzia bench, kuna Max yupo pale, Mudathiri yuko pale, Duke Abuya yuko pale, Pacome Zouzoua yuko pale, Okello yuko pale, Emmanuel sijui Mwanengo sijui yuko pale, Mzizi anarejea, huyo hapa Dube anarejea, Depo anarejea. Nipangie wewe. Wanatakiwa watu 4 tu pale juu. Kuna watu 13. Kuna Chobwedo bila muingize pale. Atasota, ataenda kucheza wing back yule bila kupenda. Faridi sasa alifika mpaka Uhispania. Sasa unaona hiyo exposure juu. Kujua kuna mambo mengi. Samahani. Unajua wachezaji kama Chobwedo wanaweza kafeli kwa sababu gani? Maeneo ya makocha matimu makubwa, system. Sio mchezaji anacheza kwenye system. Ni mchezaji ambaye anacheza natural talent, of course. Atacheza individual sana, lakini makocha wa kisasa wanahitaji mtu akae kwenye system. Kaa pale, rudi hapa, cheza na wenzio, rudisha pale. Yule anakwenda nasa vile. Kwa wakati wao anavyokimbia vile Pacome anafanya kazi gani? Duke Abuya anafanya wewe uende wewe kuchekona ukendoka dondoke uinuke. Wafanye hivyo. Okello Chama, Pacome Zouzoua, Max Nzengeli, Mudathiri anaacha kwa Dube anaacha kwa Dube, Depo anakwenda anaacha kwa Okello anarudisha Juma Dube. Ndio tunavyocheza, tunashirikiana. Lakini Chobwedo anakwenda Chobwedo. Sasa ile zamani Edbil Jonas Lunyamira, Akida Makunda, zamani sana. Ulimboka Makwingwe, long time ago. Ulimboka na viatu vyake. Viatu vinavaliwa vinarudi. Maikimba unakumbuka sasa unasikia Gaudens Maikimba ondoka na mpira. Kwa hiyo Chobwedo tunamaliza kwamba ana muda wa kujifunza kuingia kwenye kikosi kwenye Young Africans pamoja na Simba. Lakini suggestion yako ni kwamba aende Azam kwanza akachukue maturity pamoja na exposure. Tunamalizia huko. Sio kwamba Simba na Yanga hawezi kuwapa. Sema itamlazimu awe na uvumilivu. Ndio. Ili aingie kwenye system. Aweze kufahamu watu wanafanya vipi kazi kwa pamoja, aone mifumo ya kisasa ikoje, kwa sababu yeye hana school ball, hajapitia mafunzo. Umeelewa vizuri Kwa hiyo itamlazimu awe na uvumilivu, lakini akitaka tu kwenda ili akashine, anaweza akapewa nafasi akashine.
lakini utakuwa ni mpango wa muda mfupi. Kuna short term plan na long term plan, mpango wa muda mfupi na mpango wa muda mrefu. Hakuna kocha ambaye wa kisasa atamuingiza tu kwenye kikosi moja kwa moja awe mpango wa muda mrefu. Atamtumia kwa sababu ana hiyo energy, ana pace, work rate yake ni kubwa, kwa anaweza kumtumia kama mpango wa muda mfupi. Yes, kwa kwangu mimi naamini Chobwedo ili aweze kucheza Simba na Yanga inabidi awe na uvumilivu, lakini akienda Azam atalen zaidi kuliko anavyokuwa Simba na Yanga, ambapo itamchelewesha yeye, kwa sababu yeye sasa hivi ndio yuko kwenye prime, kwa ataona kuandaliwa au kusubiri kwake itachukua time. Yes.